Magonjwa kwenye mimea yanasababishwa na vimelea, na vimelea hivi vipo tatu. Magonjwa yanasababisha na bakteria, yanasababishwa na fungus, na yanasababishwa na virusi. Kwa hivyo hivi vitu vitatu ndio vinavyosababisha magonjwa katika mimea. Na hata hivyo kwenye binadamu huwa ni hivyo. Bakteria wanasababisha pia virusi. Tuangazie upande wa bakteria. Ugonjwa huu unasababishwa na wakati kuna kuwepo na unyevu. Unyevu huu ambao umekaa kwa muda. Tuseme kama maji yametwama kwa muda. Inasababisha uwepo wa ule bakteria kutengeneza tandu. Inanata kwenye mzizi. Mzizi ukisha ingiwa na bakteria inasababisha ule mmea kutoweza kupandisha maji au chakula kwenye mmea. Kwa hivyo inakuwa kwamba yule mmea anaanza kudhoofika, lakini bakteria yuko kwenye mizizi. Na hata ukiung'oa ule mmea, ukiushika kwenye mzizi utaona kama unateleza. Kwa hivyo ni ugonjwa ambao unasababishwa na bakteria. Tuseme tu kwa mfano wa kawaida, ukiwa nyumbani kwako, umeweka maji kwenye pipa au umeweka maji kwenye ndoo. Baada ya siku 2-3 utaona kuna utandu kule chini umetengeneza. Hiyo ni bakteria. Na endapo utatumia maji kwa muda mrefu, haujaosha ile kifaa, ni chombo cha plastiki, ni chombo cha chuma, huenda wewe pia ukaathirika kwa kutumia yale maji. Kwa hivyo pia kwenye maji yakiwa yametwama muda mrefu yanasababisha hiyo ugonjwa ambao ni wa bakteria. Na kwa kilimo au kwa mimea hatuna dawa ya bakteria. Sio kama kwa binadamu tunampatia amoxil au dawa yoyote ambaye inasaidia katika kuondoa bakteria. Na amoxil, sijui ampicloxy, madawa mengi ambayo ni ya bakterio, azuma na vitu vingine. Lakini kwenye mimea hamna dawa ya bakteria. Kwa hivyo ni wewe kuhakikisha shamba lako liko safi, na pia shamba lako halina uwezo wa kufanya maji yatwame kwa muda mrefu. Hakikisha ule udongo unauchambua unaweza kuingiza maji kushuka chini, na sio kwa maji yaanze kutwama kwa muda mrefu. Yapo aina ya udongo ambao unawezesha kutwama maji, na udongo huu inatumika sana katika kuotesha mpunga na mazao mengineyo. Lakini ukiotesha mazao aina labda ya mahindi, maharagwe, yani nafaka, na pia utifue ule udongo ili ndio maji yaweze kushuka chini. Ukiacha ule mmea utazidi kusambaza magonjwa kwa mimea mingine. Kwa hivyo ukiona yapo moja unayang'oa. Wakati mwingine huwa tunatumia tu dawa ya fango, lakini fango sio dawa yake, kwa ajili tu ya kudhibiti magonjwa mengine ambayo ni ya fangasi, lakini haidhibiti ule ugonjwa wa bakteria. Ugonjwa huu unaonekana sana kwenye mimea aina ya nyanya, aina ya vitunguu, aina ya ngogwe, aina ya biringanya, kwa sababu hizi zote ziko katika familia moja. Pilipili hoho, pilipili yenyewe, yani hizi zote ziko katika familia moja, ndio maana yanashikwa na huo ugonjwa. Lakini kwenye mazao ya nafaka sio rahisi kuiona ile ugonjwa. Utaona tu kudumaa labda kwenye huo mmea kwa sababu ya ukosefu wa hewa kwenye udongo, lakini sio ugonjwa wa bakteria. Tuende kwenye magonjwa mengine yanayosababishwa na fangasi. Fangasi inapenda wakati kuna unyevu, hasa kipindi hichi cha mvua. Ukiwa mvua inanyesha, halafu maji yakawa pale kwa unyevu, tuseme unyevu, wengine wanasema ni ugonjwa wa baridi, mwingine anakuambia ni ugonjwa wa ukungu, lakini wote umesababishwa na kuwepo kwa unyevu. Inatengeneza ile fangasi. Fangasi ina uwezo wa
kufanya ule mmea uwe na madoadoa. Inakuwa kama na madoa meusi, yani anatengeneza madoa meusi. Na pia kwenye miche wakati mvua inanyesha alafu ule fangasi ikatokea, inafanya yale miche pale kwenye karibu na mzizi yaanze kuinama, yanakuwa kama yanainama. Hiyo pia ni ugonjwa unasababishwa na fungus. Na pia kama mahindi au tuseme mahindi umeshaotesha, imefikia wakati wa karibia labda imesha komaa, unakuta ule ugonjwa umeshatengeneza kule kwenye ile mwindi wenyewe, unakuta inatengeneza aina ya mbegu au ni tuseme punje za mahindi zinakuwa kama zimekuwa kubwa zaidi, au ile kobu yenyewe ile ya mahindi, ile gunzi lenyewe linaanza kutoa mafundo makubwa. Hiyo pia ni ugonjwa wa fungus. Ukija kwenye nyanya, biringanya, ngogwe, pilipili hoho, hizo pia zinakuwa na madoa, unakuta kuna madoa, lakini pia kwenye tunda lake unakuta kuna madoa meusi. Hiyo pia ni fungus. Na wengine tunaita kwa kitaalam blight. Kunakuwa na ile early blight, ile ni ya mwanzoni, alafu late blight ndio unaona sasa kunakuwa na madoa meusi kila mwishoni, ule tunda au ile nyanya inakuwa nyeusi kabisa. Sasa hiyo ndio stage ya mwisho. Kwa hivyo stage ya kwanza, ukiona tayari mvua imeshaanza kunyesha, imeanza kuonesha madoa kidogo, uanze kupiga dawa mapema, kwa sababu ikizidi itakuwa ngumu kumaliza. Madawa hii unaweza kupiga aina ya Mancozeb katika kuzuia. Kuna Mancozeb, kuna Famcozeb, zote unaweza kupiga. Lakini kwenye miche tumia Rindomil. Rindomil linafanya vizuri kabisa. Ikiwa tayari imeshaingia, kwa hivyo huna jinsi, unapiga dawa aina ya Lincomil. Lincomil inamaliza yote, ile inamaliza kabisa. Na pia unaweza kupiga Blue Copper. Blue Copper pia inafanya vizuri. Lakini wakati unapopiga, kwa sababu unapiga leo alafu jioni mvua inanyesha, inaosha tena ile dawa. Kwa hivyo utumie aina ya sticker, tunaita sticker. Kanazo kadogo tu, sticker au tunaita binder, unachanganya kule kwenye dawa yako, ili wakati unapopiga inanata kwenye ule mmea au kwenye majani. Kwa hivyo ukiona tayari umeshaanza kuoneka dalili hizo, nimesema tumia dawa ambazo zinazuia. Na ndio nimesema aina ya Mancozeb inazuia, yani Mancozeb zote zinazuia. Unauchanganya pamoja na nini? Na sticker. Lakini dawa ambazo kuna zile ambazo zinamaliza kabisa kama hiyo Lincomil. Ila kwenye nyanya sishauri sana upige Lincomil, kwa sababu Lincomil ina tabia ya kufanya majani yapauke, yani yapauke yawe njano. Unaweza ukapiga ndio ikakaa vizuri, lakini majani yanakuwa yana rangi fulani ya njano. Yakiwa na rangi fulani ya njano, inazuia ile kutengeneza chakula. Kwa hivyo tumia Blue Copper. Blue Copper imefanya vizuri kweli. Ukienda kwenye upande wa alizeti, alizeti karibia imeshatengeneza zile sahani, zinaanza kuoza kwa sababu ya mvua. Tuko pamoja, mmeshaiona ugonjwa kwenye masahani yale ya alizeti, yanaanza kuoza huko kando. Pia hiyo ni ugonjwa wa fungus, na inapatakiwa upige dawa. Piga Lincomil, haina shida, inafanya vizuri. Magonjwa ya fungus na zipo mingi, na ni wewe kuangalia iko stage gani. Ukiacha ikizidi stage ya mwisho kabisa, utambulia hamna kitu. Sana kwenye mazao ambao ni very sensitive kama nyanya, pale unatakiwa macho yako yawe hapo muda wote. Alizeti kipindi cha tayari imeshakomaa, uwe hapo muda wote. Kwenye mahindi huwa unaona inachomoza moja, si ndio? Sio sana. Huwa unaona kuna ugonjwa wa fungus umeingia kwenye mahindi moja. Hapo unaweza kuondoa ule mwindi ukazuia.
Kuna magonjwa mengine yanayosababishwa na virusi, na ugonjwa unaosababisha virusi ni ngumu sana kuitambua, kwa sababu ina tabia moja ya kuchanganya na hali fulani. Nasema kuna ugonjwa na kuna hali. Sasa kwa mfano kama sasa hivi mimi tuseme mtu ni mjamzito, anaanza kutapika nini, ile si ugonjwa, si ndio? Ile ni hali. Na pia kwenye mmea kunakuwa na hali fulani kwa sababu ya kukosekana kwa madini fulani. Tuseme kukosekana kwa madini ya nitrogen inaweza kusababisha mmea ukafanya nini, ukakuwa njano kabisa. Inaweza kusababisha mmea kuwa na hali fulani ambao unaweza kusema ni ugonjwa, lakini sio ugonjwa. Kwa mfano kama kwenye nyanya huwa ukikosa madini ya calcium, nyanya inaanza kuwa kutengeneza utandu mweusi pale chini. Pale chini. Kuna wengine wanasema hiyo nyanya ni tamu. Tulikuwa na tabia kuona ikishatengeneza utandu keusi tunasema hiyo nyanya ni tamu, lakini hapana, ni ukosefu wa nini? Wa madini ya calcium au ukosefu wa maji kwa muda mrefu. Kwa hivyo ile nyanya inafyonza ile maji, huku chini inakuwaje? Inakuwa kama inatengeneza uweusi fulani. Baadaye inaanza kuoza. Lakini hiyo sio ugonjwa, ni hali, kwa sababu umenyima madini fulani au umenyima maji. Ndio nasema kwa ugonjwa wa virusi inakuwa kuna tabia ya huu ugonjwa kutouelewa, kwa sababu inachanganya pia na hali fulani. Unaweza kuta kwenye mahindi ugonjwa huu unaingia, unatengeneza aina ya mistari ya njano kwenye matawi. Huu ugonjwa tunaita ni maize necrotic virus disease. Hii inasababishwa na virusi. Kwa hivyo kwenye mahindi unakuta kuna mistari ya njano fulani. Hauwezi kuta mahindi yote moja, lakini baadaye ukashangaa shamba lizima limekuwa nini? Limebakia njano. Alafu mahindi yamedumaa. Kwa hivyo ni ugonjwa wa virusi, na ukiacha pale kwenye shambani yanasambaa kwa haraka na yanasambazwa na mdudu wa aina ya panzi. Huu ugonjwa hauna tiba. Au ugonjwa wa virusi una tiba? Hata kwenye binadamu pia ugonjwa wa virusi haunaga nini? Hauna tiba. Ni wewe namna ya kufanya ni ya kuzuia. Kwa hivyo ukishaona shambani kwako kuna dalili fulani, harakisha nenda ukang'oe yale hayo. Kama ni mahindi moja unaona yameanza kutokea, na ukayachome. Pia kwenye nyanya ni hivyo. Nakuta nyanya imebadilika, matawi yote yamekuwa ya njano. Huu ni ugonjwa tunaita tomato mosaic virus, na pia inasababishwa na virusi. Ila kama hujaweka mbolea aina ya nitrogen kwenye nyanya, hiyo kwamba ni sio ugonjwa, ni wewe nyanya imekosa madini ya nini? Ya nitrogen. Lakini ukiwa umeshaweka mbolea nitrogen tayari shambani kwako, unakuta ule ugonjwa umeshaingia, kwa inaanza nyanya moja inabadilika kuwa njano, mwishoni shamba lizima linakuwa nini? Njano. Na namna nyingine pia usichanganye nyanya pamoja na aina za la alizeti. Huwa inalete ule ugonjwa kwenye nini? Kwenye nyanya. Yaani tenga kabisa, usioteshe usichanganye alizeti pamoja na nyanya, kwa sababu yanasambaa. Au kama kuna mtu anaotesha nini? Tumbaku. Tumbaku inaoteshwa kabisa. Ikiwa karibu na shamba la nyanya, huwa yale magonjwa yanasambaa. Ule anakuwa na tumbaku, tunaita tobacco mosaic virus, na huyu anakuja tomato mosaic virus. Kwa hivyo zile virus zinasambaa kutoka kwenye tumbaku kuja kwenye nyanya. Na hata pia wale ambao wanaopiga dawa, unakuta mtu anapiga dawa, anakupigia dawa kwenye nyanya, anavuta sigara. Yaani anachanganya dawa yake tayari, anakwenda anapiga pafu moja, anarudi anachukua ule nini? Ule mtungi wa nini? Ile bomba anaanza kupiga. Kwa hivyo huyu pia anaweza kusambaza magonjwa katika nini? Shamba lako. Ugonjwa kwanza huu wa virusi. Kwa hivyo hakikisha pia yule ambaye anakupigia dawa
amalize kabisa kazi yake ya kupiga dawa. Kama ni kwenda kuvuta sigara, avute wapi? Nyumbani. Kwa hivyo ni namna ya kuzuia, kwa sababu tayari ugonjwa ukishaingia inakuwa ngumu kuudhibiti wa magonjwa ambayo yanasababishwa na virusi. Kwa upande wa tuseme maharagwe huwa hayashikwi na ugonjwa wa virusi, huwa inashikwa na ule ugonjwa wa baridi. Alafu huu ugonjwa wa baridi ni huo wa fungus, na mwishoni unaona yanaanza kubadilika kuwa njano. Kwa hivyo unapotakiwa kuzuia kuzuia kwa kupiga dawa ya fungus. Kuna mwingine anakuambia maharagwe yangu yote yamebadilika, yamekuwa ya njano kabla hajafanya hajateremsha. Ukifika shambani kweli unakuta kuna hiyo hali, lakini sio ugonjwa wa virusi. Ni yeye hajaweza kukinga fungus, na fungus ikasambaa ikalete njano kwenye mazao yake. Na nimesema utofautishe kati ya hali na kati ya ugonjwa. Kuna hali na kuna ugonjwa. Tunasema condition pamoja na disease. Hali ni wewe kutoinyima ile mmea chakula fulani au madini fulani, inafanya kuwe na hali fulani ambayo inaelekea kama ugonjwa, lakini sio ugonjwa. Nimeeleza vizuri kuhusu magonjwa katika bakteria, fungus na virusi. Kwa hivyo angalia mmea wako uko katika hali gani, na kama kuna swali ningependa kufahamu. Karibuni. Ndio. Nashukuru. Nilikuwa nauliza swali kuhusiana na ukosefu wa nitrogen ambao ni masuala ya mbolea hayo. Ndio. Mazao yamekuwa njano katika shamba na umeweka mbolea aina ya urea, lakini mazao hayajabadilika. Kiwango tulichokiweka ni kizuri kabisa, lakini zao halijaweza kubadilika hata kidogo. Hiyo inaweza kusababishwa labda nini? Yes. Nashukuru kwa swali lako. Kuna aina ya mbolea ambayo ni nzuri katika kusababisha ile mmea ukavuta nitrogen kwa urahisi. Mbolea kama aina ya Nitrabo, ile ni special, imewekwa kwa ajili ya inaweza kuvuta nitrogen kwa haraka. Ndio unaweza kuta umeweka urea katika kiasi fulani ambapo inahitajika, ukakuta ule mmea wako haujabadilika. Kama hamna tatizo lingine kule shambani, kama hamna tatizo lolote kule shambani, yani kwamba maji hayatwami shambani, hamna ugonjwa mwingine shambani, huenda ikawa ile mbolea ni feki. Tuko pamoja? Kuna makampuni sasa hivi yanauza mbolea feki kabisa. Unaweka, unaongoja mabadiliko, hamna mabadiliko. Ile mbolea inakuwa ni feki, haina ile nitrogen ya kutosha. Hata hivyo angalia mbolea ambayo ni nzuri katika kukuza mmea yako. Kwa mfano ambayo nimesema hiyo inatoka kwenye kampuni ya Yara. Ni nzuri katika kuvuta ile nitrogen peke yake, inaitwa Nitrabo. Lakini pia ukiona kama urea haijafanya kazi, huenda pia shambani kwako umeshaweka urea nyingi. Miaka na miaka unaweka urea mfuko 2, urea mfuko 5, unazidi kuongeza unazidi kuongeza asidi katika shamba lako. Kwa hivyo punguza matumizi ya kutumia urea kwa muda mrefu. Badilisha ile mbolea, unaweza kuweka NPK, itafanya vizuri. Nadhani nimejibu. Kuna swali lingine?
Ndio, karibu. Kuhusu ugonjwa wa maharage, ugonjwa unaosema ni wa baridi, unakuta maharage yanavyoota matawi mawili au matatu, chini ya yale maharage kuna vijidudu vidogo vidogo vinashambulia yale matawi, unakuta yale matawi yanasinyaa. Miaka ya nyuma ilikuwa ni kwenye maharage tu, lakini sasa hivi imehamia hadi kwenye mboga. Hivyo vijidudu vinasababishwa na nini? Asante. Tulizungumzia kipindi kijacho kuhusu wadudu. Hawa wadudu ni wale weusi hivi, wanakuwa wengi, tunamwaita aphids. Wachaga wanasema sijui vimbirimbiri, vifirifiri vifirifiri. Sasa wale pia wanasambaza ugonjwa. Kwa hivyo cha msingi ni wewe kudhibiti nini ule mdudu, ili asifanye nini, asambaze ugonjwa kwenye shamba lako, au asifanye ule marago ya kasinyaa. Kwa hivyo wewe piga dawa aina ya Dudumectin, wanamaliza au wadudu. Weusi wanakuwa wengi sana kwenye kwenye mmea, hasa wanapenda aina ya kunde. Unaweza wakuta kwenye maharage, kwenye choroko, wapo wanapenda aina ya kunde, na sana sana kama aina ya mnafu. Aina mnafu, mboga mnafu inapenda sana, lakini huwezi kuwakuta kwenye sukuma. Utakuta kwenye cabbage. Kwenye cabbage wanakuwa na rangi ya kijani na sio nyeusi. Ni wale aphids, lakini wanakuwa kwa aina ya kijani, na wanakula cabbage, wanafyonza taratibu. Mwishoni unakuta inanyongonyea tu. Ule inasababishwa na hao wadudu na sio ugonjwa. Na je, mwalimu, hao wadudu wanadhibitiwaje? Ndio nimesema upige dawa aina Dudumectin. Wakati tu mimea imeota? Sio wakati mmea umeota. Ukiona wameshaanza kuja, unakagua shamba lako mara kwa mara. Ndio. Ukiona tayari wameshaanza kuja wanaonesha weusi, piga dawa mara moja. Asante mwalimu. Usisubirie mpaka ziwe nyingi zaidi. Kwa hivyo ukiwa unakagua shamba yako unaona tayari wameanza kuonekana wachache weusi kwenye ule mmea, wanafyonza hivyo majani, matawi vya juu ambavyo ni vilaini. Mwishoni unakuta matawi yanabadilika, yanakuwa njano kwa sababu yamefyonza. Asante, ningependa kurudia tena swali. Mimi mkulima wa maharage, mahindi na vitu vingine. Katika maharage kuna watu wanasema kuna sumu maalum ya maharage tu, ambapo hao maharage katikati ya shina ule mti wake kuna mdudu mweusi yuko katikati. Anasema kuna sumu maalum inaweza kumuua yule mdudu wakati unaendelea kupiga. Sasa hilo je, ni la kweli, au huyo mdudu anadhibitiwa vipi ambaye anaingia katikati ya shina la mmea wa maharage? Asante. Okay, kuna wadudu ambao wanaingia kwenye shina, sawa? Na huu mdudu huwa anasababisha ile shina kuoza. Yaani uking'oa ule kama ni maharage, ukapasua ndani, unakuta ule mdudu yuko pale, anafanya nini? Anakula taratibu. Kwa hivyo kuna sumu kabisa, kama ulivyosema, ipo sumu ya kumuua huyo mdudu, na yanapatikana kwenye maduka ya pembejeo. Ukipiga Imidasi inafanya vizuri. Imidasi inafanya vizuri. Na saa zingine pia kuna ugonjwa ambao unatokea kwenye kwenye mmea, ambao unasababisha ule mmea kwenye katikati ya mzizi ianze kuoza. Sana sana kwenye mfano alizeti au kwenye sukari, miwa, ule anaanza kuoza hapa chini, mwishoni unaona limeanguka lenyewe. Ni ugonjwa ambao unasababishwa na fungus. Kwa hivyo
uangalie kama kweli ni mdudu, unampiga sumu ya mdudu. Kama hamna mdudu, ujue ni tayari ni ugonjwa wa fungus. Kwenye shina kabisa pale karibu na mwisho hapo, karibu na unakuta pameoza, pameweka kamstari kabisa ya kuoza, alafu mwisho wa siku ule mmea unaanguka. Hiyo ni ugonjwa wa fungus, tunaita Fusarium wilt, na huu ni upige dawa ya fungus. Lakini kama kuna mdudu, upige sumu. Tuko pamoja? Asante. Nadhani ni hapo kwa leo, na kama kuna swali tuendelea kusaidia. Unajua sio kwamba wote ni wakulima. Kuna baadhi ya vitu tayari mmezijua na mmekutana nazo shambani. Ni namna tu ya kuangalia ni wapi kuna changamoto na tufanye nini. Tuko pamoja? Nashukuru sana. Yesu Kristo mkombozi atukuzwe.